بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، وفضل الله سبحانه وتعالى na tawfiki yake tumekutana mahali hapa pa ilmu kwa ajili ya kufundishana na kujifundisha ilmu ya dini yetu. Tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala atuwafikishe kwenye lile ambalo analipenda na kuliridhia, na turuzuku ikhlasi katika kauli na amali. Katika majlisi ya jana tuligusia juu ya suala linalomhusu Sheikh Uthman Maalim wa huko Unguja juu ya hutuba yake ya tarehe 11 mwezi wa 6 mwaka wa 2020, hutuba ambayo aliitoa kwa msukumo anaojua yeye mwenyewe, lakini maudhui yake kwa ujumla ilikuwa ni kuwasakama na kuwashambulia wale wanaojinasibisha na ad-da'wa salafiyya, wale ambao hujinasibu kuwafuata wema waliotangulia, kwamba sisi tunaofuata as-salafu salih katika dini yetu. Bwana huyu kwa hasira na kukerwa, kama anavyoeleza kwamba anakereka sana, ameamua kuwajibu au kuwazungumzia watu hawa, pamoja na kwamba hakumwainisha fulani bin fulani, lakini ameishiria tu kwamba huko kwenye mitandao, na akataja baadhi ya mambo ambayo yanahusu as-salafiyun, yako yaliyo ya ukweli na mengi ya uongo aliyowazulia. Sasa si sahihi kunyamazia uongo na upotoshaji katika dini, wala si sahihi kuwazulia watu uongo walafikisha wengine wakanyamaza. Si sahihi. Sahihi ni kurekebishwa lile lililokuwa limeharibiwa, hata kama wengine hawatapenda. Ni kawaida kwa baadhi ya watu, kutokana na upenzi na ushabiki walionao katika mambo yao, kuwa hawapendi wale wapenzi wao kuguswa. Hiyo ni katika mambo ya lahu huko na mambo ya anasa na haramu, au pia katika mambo ya dini. Akisimama mtu kumrekebisha shekhe fulani, maalim fulani, khatibu fulani, daia fulani, kwa makosa aliyoyafanya dhahiri shahiri mbele za watu na kutangaza makosa hayo, kujitokeza baadhi ya Waislamu wakalalamika na kuwa kwamba wamekerwa. Kwa nini amejibiwa shekhe fulani? Kwa nini msimuite? Kwa nini mashekhe msikae mkazungumza? Kwa nini asingempigia simu? Na lugha kama hizo hutumika, ambazo tunaona kwamba ingekuwa ni haki zingeelekezwa kwa upande huo mwingine ulioanzisha. Angeambiwa huyo shekhe, kwa nini wewe usiwaite hao wajinasibisha na usalafi ukazungumza nao au kuwapigia simu
lugha hizo hazielekezwi kwa hao. Siku zote wale wanaosimama upande wa pili kujibu ndio waambiwa maneno kama haya: mashekhe, kwa nini msikae? Kuna maadui wa Uislamu, kuna mambo mengi sisi hatuyajui, mngetufundisha badala ya kulumbana. Lakini wakati huo kama shekhe zao wakizungumza, wao wanawasapoti na kuwaunga mkono. Kwa hiyo kumekosekana uadilifu na insafu katika mambo. Sasa sisi hatuwaangalii watu wa aina hiyo, tutawaangalia na tunaloangalia ni lile jambo la wajibu kwetu katika dini. Nini cha kufanya pale mtu anapokosea, hasa katika jambo la dini, na makosa yake yakatangaa yakaenezwa, na hasa atakapokuwa amebebwa na mambo mawili, ujinga na uadui. Mtu anapozungumza kwa ujinga na kwa uadui anavuruga sana, kwa sababu dhulma itapatikana ndani yake, watadhulumiwa watu hapo kwa sababu tu dhulman wa udwana. Na haya yametokea katika khutba ya Sheikh Uthman Maalim. Amewakosea salafiyuna sana, lakini hili halistaajabishi kwa mtu mfano wake, kwa sababu kama yeye hutarajiwa nini? Akishasema kwamba na kujinasibu kwamba yeye ni katika Ash'ari, yeye ni kadha, yeye ni kadha, unatarajia nini kwa mtu kama huyu anapozungumzia as-salafiyun? Matusi ya Ash'ari na wengineo katika madhhab za khalaf dhidi ya salaf na salafiyya ni muda mrefu sana. Ukisoma vitabu vya tarikhi na siyar, historia za maulama na historia za makundi, haya anayozungumza Uthman Maalim hii leo, utaona kwamba si mageni. Ameongezea au amehuisha njia iliyotangulia huko nyuma ya Ash'ari au khalaf dhidi ya salaf. Sasa jana niligusia kidogo, lakini jambo ni refu zaidi kuliko lilivyokuwa. Lakini nataka kusema kwamba katika khutba hii kuna nukta kama 5 hivi za kuzizungumzia, nukta kuu kama 5 hivi, na nyingine mambo mengine yanakuwa yamebebwa chini ya nukta hizi. Pamoja na kwamba ni khutba haikufika zaidi ya dakika, yani haikufika saa moja, ni dakika kadhaa, lakini imebeba at-tammat wal balaya. Amemwaga mabalaa ndani, maneno ambayo hayako kinyume kabisa na haki na dini ya Allah subhanahu wa ta'ala, lakini ameyavisha sura ya dini kama tutakavyoona katika nukta ambazo kuna haja ya kujadili na kumweka sawa. Ukiachilia mbali makosa ya kielimu, mimi sitayagusa sana haya, kama kakosea irabu, kakosea kuweka dhamiri hii na vile na vile, hayo mimi sitaangalia sana. Ni kuhusiana na madhhab ya salaf na khalaf. Ukimsikiliza katika hotuba yake hasa sehemu ya mwisho, utaona kana kwamba atakuzungumza kuwa madhhabi ya salaf ndio madhhabi ya khalaf na madhhabi ya khalaf ndio madhhabi ya salaf. Na hawa wengine hawana madhhabi ya salaf au madhhabi ya khalaf ash'ari ndio madhhabi ya salaf. Atakusema namna hiyo, tafafanua hapa insha Allah. Lakini katika mazungumzo yake ukiyasikiliza utaona anaelekeza kwenye mwelekeo huo. Labda ima itakuwa amefanya hivyo kwa kujua, huyo amekusudia kupotosha, au amefanya hivyo bila ya kujua, na huu si udhuru kwake, kwa sababu
ukishasimama katika makamu kama hizi ukasema juu ya mimbar ukazungumza kwa niaba ya Uislamu, basi unatakiwa ujipange, uzungumze kiutafiti, uzungumze unachokijua, usikurupuke tu. Kwa kuzungumza kwa kukurupuka utaingia kwenye ile hadithi ya Ruwaybida ambayo yeye alikuwa akizunguka nayo sana akitaka kuwatuhumu nayo as-salafiyun. Tarudi hapa katika nukta hii ili kufafanua insha Allah, lakini katika sehemu muhimu ni hii. Jambo jingine katika mambo aliyozungumzia lakini hakuyahakiki kiilmu, amezungumza kishutuma na tuhuma tu, ni suala la hukumu ya kufuata madhehebu, hasa madhehebu manne. Katika mazungumzo yake anaonyesha ya kwamba kuna watu hawakubali kabisa kuwepo kwa madhehebu manne, na hali ya kuwa madhehebu hayo manne na hao maimamu wao ndio as-salaf. Kwa hiyo kuna watu hawakubaliani nao, ni hao wanaojiita salafiyun. Hawa hawakubaliani na madhehebu haya manne. Hawakubali Imam Abu Hanifa wala Imam Malik wala al-Imam Ash-Shafi'i wala al-Imam Ahmad rahmatullahi alayhim ajma'in, bali wanaokosea adabu, bali wanaona kwamba wao si kitu. Hawakubali madhehebu, na madhehebu yao wanayofuata ukiwasikiza, anasema utasikia wakisema wao wanakataa madhehebu, lakini utasikia amesema Albani, amesema Ibn Baz, amesema Ibn Uthaymeen. Wakisojea sana watakwambia amesema Sheikh al-Islam Muhammad bin Abdul Wahhab. Kama watakwenda huko amesema Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, lakini huku wanakataa madhhab. Sasa makataa madhhab na hayo mnayofanya madhehebu ya kuwafuata hao, umemfuata Ibn Uthaymeen, umemfuata Albani, umemfuata Ibn Baz, umemfuata Muhammad bin Abdul Wahhab. Sasa vipi wakataa madhhab ya kufuata al-Imam Shafi'i au al-Imam Ahmad au al-Imam Malik, alafu huko shika madhhab ya kina Ibn Baz? Sasa wewe unaikataa madhhab, ukitoa fatwa zako nyingi unasema Ibn Uthaymeen kasema hivi, Ibn Baz kasema hivi, Albani kasema hivi. Dini yako inazungumza kwa watu watatu hao. Kama itakwenda zaidi hapo, Imam Muhammad ibn Abdul Wahhab kasema hivi. Ikivuka zaidi hapo utasikia Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah kasema hivi. Sasa hayo si madhehebu hayo. Kama umekataa madhehebu ya Imam Shafi'i, umeshika madhehebu ya Albani. Kama umekataa madhehebu ya Imam Muhammad ibn Idris Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhehebu ya Ibn Baz na Uthaymeen. Kama umekataa madhehebu ya Ahmad ibn Hanbal, umeshika madhhabu ya Ibn Taymiyyah. Sasa kwa nini unawatia aibu watu kwa sababu ya kufuata madhehebu, wakati wewe mwenyewe unafuata madhehebu yako ya wale watu watatu tuliowataja au wengi zaidi ya hapo? Akataja visa hapo na maelezo kama haya. Lakini nukta nyingine ambayo ameitaja, amezunguka katika baadhi ya masuala ya furu' na khilafu za ulama, akazizungumza kwa lugha ya kuwatweza baadhi ya watu, na hili niligusia kidogo jana. Kama utakuta huku kwenye mitandao kunuti, mtu anakuambia kunuti bwana hamna katika swala ya alfajiri, hizi ni bid'a zao tu wamezileta, hakuna bismillah, hizi katika bid'a zao tu. Sisi tufuata kitabu na sunna katika ufahamu wa salaf salih. Akaeleta masaili ya furuhu kama hayo, kuonyesha kuna watu kwa mitandaoni wanayazungumza masala haya kiujinga na kuyaita kuwa ni bid'a, na hali ya kuwa maimamu wawili wamekubali kama masala ya kunut, al-Imam Ash-Shafi'i na al-Imam Malik wamekubali mambo haya. Vipi utaita bid'a? Na baina ya Malik na Mtume sallallahu alayhi wasallam kuna watu wawili, yuko Nafi' maula ibn Umar na Abdullah ibn Umar, na ukifungua pazia unakutana na Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Vipi utaita mambo haya ni bid'a?
Tasoma maelezo yake nilivyomnukuu. Utakuta huko kwenye mitandao kunuti bwana hamna katika sala alfajiri. Hizi ni bid'a zao tu wamezileta. Bismillah bwana hakuna. Hizi katika bid'a zao tu. Kumbuka katika madhhab mawili katika madhahib manne, na unapozungumzia madhhab mtu anaanza sasa, sisi tumeambiwa tufuate mtume au tufuate madhhab? Huyo mtume utamfuataje wewe? Mwenyezi Mungu anasema fastalu ahla dhikri in kuntum la ta'lamun, waulizeni wanaojua kama nyinyi hamjui. Wanaojua ni akina nani? Au kuna watu wasema bwana mimi nafuata alkitabu was sunnah ala fahmi salaf, nafuata kitabu na sunna za mtume kwa ufahamu wa salaf, wa wale waliotangulia wale. Maneno mazuri sana, na ndio imekuwa kama mtego hivi wa kuwatega watu na kuwakufurisha wengine kwamba hawafuati kitabu wala sunna wala kwa mtizamo wa salaf. Ukisema maneno haya ni sahihi, na kila Muislamu anapaswa afuate kitabu na sunna, tena kwa maono na maoni ya wale salaf waliopita. Sasa tunauliza salafu ni akina nani ambao wao wamefahamu vizuri aya za Qur'ani, kisha akafahamu vizuri hadithi za Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kama sio hao tuliowataja? Maana Abu Hanifa ni mwanafunzi wa masahaba, Imam Malik ni mwanafunzi wa tabi'i kibar tabi'in, Imam Malik ni na hao wote walikuwa katika karne ya kwanza na ya pili, zile karne ambazo Mtume alisema khairul quruni qarni thumma alladhina yaluna thumma alladhina yaluna, karne bora ni hii yangu mimi, kisha inayofuata, kisha inayofuata. Kwa hiyo ikiwa karne bora ni tatu, maimamu wetu wote wanne walikuwa katika karne bora hii. Mdogo wao Imam Ahmad ibn Hanbal, na yeye hakumalizia hata kupita katika karne ya tatu, alikuwemo ndani. Imam Shafi ambaye kafa katika mwaka wa 150 bado yuko ndani ya karne tatu bora. Sasa hawa ndio salaf. Wakija wakisema kunuti ipo, uwezo ukisema umeleta bid'a, kwa sababu kati yao wao na kati ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam kuna watu watatu au wawili, watatu au wawili. Imam Malik ibn Anas ni mwanafunzi wa kijana wake Abdullah ibn Umar. Abdullah ibn Umar ni sahaba wa bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo mwalimu wa Imam Malik anaitwa Nafi'. Kienda Madina pale utamkuta naye amezikwa katika Baqi. Nafi' maula Abdullah ibn Umar, mwalimu wa Imam Malik. Nafi' maula Abdullah ibn Umar ndio mwalimu wake. Katika walimu wake wengi huyo ni mmoja. Sasa kwa hiyo Malik, Nafi' Abdullah ibn Umar, Abdullah ibn Umar Mtume Muhammad Rasulullah. Kwa hiyo kuna watu wawili tu kati ya Malik na Mtume, wawili tu. Unakwenda kwa Nafi' kisha unahodisha kwa Abdullah ibn Umar, kisha unafungua pazia unamuona Mtume sallallahu alaihi wasallam. Hivi ndivyo walivyokuwa maimamu hawa wanne, ambao kwa lugha nyingine ulama wanasema laqad jawazul qantara. Jawazul qantara maana yake ni full house, chombo kimejaa, kama ni pipa limeshajaa. Wakizungumziwa maimamu wanne hawa, jawazul qantara, hakuna tena la kuzungumziwa, full house hapo. Sasa mimi nashangaa napoona vijana wadogo labda kwa kuwasikia, na tena sio hao tu, bali haya ni maneno wanalishwa na mashehe wao, wanazungumza kama ni maana ni kitu very simple. Kakosea kaleta bid'a,
lakini unamjua wewe unayemzungumzia hivi? Unamjua cheo chake? Lakini nukta hii ameifanyia ithara, akaileta katika sura hiyo niliyotaja, lakini lengo ni kuwatweza watu wenye misimamo ya usalafi, kwa maana kwamba wale wanaofuata madhhabu salaf katika aqida na katika manhaji yao ya dini. Dhulma wa udwan. Pia akalizungumzia suala la takfir na tabdii na tafsiq. Ndugu zangu, tunapozungumza kuwahusu ulama wakubwa tunapaswa kuwa na adabu kweli kweli, kwa sababu al-ulama warathatul anbiya. Huu ni wasia wangu kwa wanafunzi, na ukimwona shekhi wako anawakosoa kwa njia ya kejeli na kuwafasikisha na kuwabidiisha, yani kuwaingiza katika ufasik au bid'a wanachuoni wakubwa, mkimbie huyo shekhi. Huyo si shekhe, huyo ni shehena, na wako wengi hususan katika mitandao. Lakini akalizungumza kwa kulibwaga tu, kwa kuleta tuhuma. Hakulizungumza kwa kuleta dhawabit na kawaidi za kiilmu katika jambo hili, kwamba lipo au halipo. Yani kusema takfiri, kukufurisha, kadhalika kumtia mtu katika bid'a na kumhukumu kwamba fulani mubtadi, au kutoa hukumu ya bid'a au kutoa hukumu ya ufasik. Jambo hili katika sheria lipo au halipo? Na kama lipo, lipo vipi, kwa misingi ipi na adabu zipi? Au hakuna kabisa? Nani mwenye haki ya kufanya hivi? Angelizungumza jambo hili kama inavyotakiwa, kisha akalidhihirisha kwa Uislamu kwamba labda kama kuna dhahira iko, maana iko dhahira ya takfiri, kuna watu huwakufurisha waislamu wenzao bila ya haki. Tutakuja kulieleza hili pia, na tushaeleza mara nyingi sisi katika mihadhara yetu na durusi zetu, na ubaya wa madhhabu haya. Na madhhabu haya hayahusiani kabisa na da'wa salafia. Watu wao wenyewe pia wajijua kwamba hawahusiani na da'wa salafia, bali hao wenye madhhabu hizo wao husimama wa kuwakufurisha salafiyun kwamba ni makufar, murtadun, munafiqun, na damu zao halali. Sasa angepambanua mambo kama inavyopambanua Qur'ani, kama inavyopambanua Sunna. Allah subhanahu wa ta'ala anapambanua mambo, au anapoeleza mambo, kama akieleza jambo la makufar na mushrikun, anapoeleza watu waovu katika Qur'ani, upambanua lile jambo. Ndio maana anasema wakadhalika nufassilu al-ayat waltastabina sabilul mujrimin. Basi kama hivyo huwa tunazipambanua aya, tunaziweka wazi kabisa ili ipate kubainika njia ya watu waovu. Hakuna kuviringisha ukamfanya mtu ambaye si muovu kuwa ni muovu, au muovu ukamfanya si muovu, au ikawa yatatizika hujui ni upi kosa la fulani wampa fulani na fulani wampa. Hii si sawa. Kwa hiyo akavuruga pale katika nukta hiyo, lakini lengo ataka wale wanaomsikiliza wafahamu kwamba hao wenye kadhia ya kukufurisha watu bila ya hatia ni hao wanaoitwa as-salafiyun. Kadhalika katika jambo nilizungumzia jambo la kuheshimu maulama, kuheshimu maulama. Akalifafanua jambo hili kwa kirefu, tutalifafanua pia jambo hili insha Allah, tuone linakuja vipi. Katika akazungumza kwamba kuna wanachuoni wakubwa wametuhifadhia dini, wametufundisha dini. Unguja hapa palikuwa na maulama wakubwa wale waliokuja kutufundisha dini, wakatusomesha elimu ya kweli sahihi. Leo ndio wanaotukanwa katika viriri, leo ndio wanaobezwa elimu zao, leo ndio wanaonekana kwamba hawana chochote wanachokijua. Hapa Unguja kulikuwa na wanachuoni wakubwa ambao wametulindia na kuikinga dini mpaka sisi tukaja tukaiwahi. Kama leo hao utawazungumza mbele ya watu wa kileo hao wa mashekhi wa mitandaoni, utakwambia hili jitu moja la bid'a kubwa hili lilikuwa hapa.
yani la yaarifuna fadla ulamaihim. Wanawachuoni wetu kama mashurah wa hadithi kina Ibn Hajar na Imam Nawawi na wengineo, ni wakataa madhhabi, wakataa Ash'ari, lakini ukitaka hadithi mwarejea kwao. Kwa hiyo ukizungumza maneno zungumza kwa usawa sawa, usiwakejeli watu, usiwaudhi watu, wala usiwafasikishe watu. Kama wewe hutaki kufuata madhhab, unaona kwamba kitabu na sunna moja kwa moja, haya tukuletee hadithi tukuone kama hutorudi kwa hadithi ile katika vitabu vya shurahul hadith. Tukuone nani ambaye anapata hadithi asirudi katika sharh ya Imam Bukhari iliyoshareheshwa na Ibn Hajar, sharh ya Imam Muslim iliyoshareheshwa na Imam Nawawi, yani Sahihul Bukhari, Fathul Bariyat. Yani kitabu cha hadithi tu uchukue ujisomee mwenyewe. Kwa nini unarudi katika sharh? Kwa nini unarudi? Wale washereheshaji wa hadithi na washereheshaji wakubwa wa hadithi ni katika ulama wetu wanaoitwa Ash'ari, ambao hivi vijibwana hivi vilivyokuwa katika mitandao vinawaona Ash'ari wamepotea. Madhhabi ya Ash'ari ni dhalla, ni firqatun dhalla, wanaposema wamepotea, ni watu wa bid'a. Alafu wakitaka kujua tafsiri na sharhi ya hadithi wanarudi kwa hao watu wa bid'a na waliopotea. Na lugha kama hizi alizungumza, kuachilia mbali mambo ya kimakosa ambayo aliyeingia tu bila ya kufahamu, ima kwa kuteleza au ni kama ndio ufahamu wake kwa hivyo, lakini kuna hali hizo. Sasa ni vizuri tutaenda naye kwa utaratibu huu. Pale tutakapokuwa tumeishia leo kwa sababu ya muda, basi tutasimama hapo hapo, angalia kama kuna haja ya kuendelea naye tena, basi tutaendelea naye. Lakini nukta ambazo mimi nitazigusia leo kuhusu bwana huyu ni hizi nilizozitaja. Kwanza tukianza na madhhabi ya salaf na pia madhhabi ya khalaf, umma kwa ujumla unafikiana, umma wa Kiislamu wa ahlus sunnati wal jamaa unafikiana juu ya usahihi wa madhhabi as-salaf as-salih. Yani ukiwatoa makhawarij, ukiwatoa ar-rafidha na wengineo katika ahlul bid'ah wal ahwa, ukiwatoa hawa, tunazungumzia umma wa Kiislamu uliosalimika, umma wa ahlus sunnah wal jamaa, wameafikiana juu ya usahihi wa madhhabi as-salaf. Bali hata wale waliokuwa katika madhhabi ya khalaf, ili kuyahalalisha madhhabu yao ya khalaf, wakasema madhhabu as-salaf aslam wa madhhabu al-khalaf a'lam wa ahkam. Kuna watu walikhalifu madhhabi ya salaf, lakini na wao wakataka kujipasisha katika madhhabi hayo waliokuja nayo ambayo ni mapya, wakasema kweli madhhabi ya salaf ndio iliyosalimika, ndio sawa, lakini pia madhhabi ya khalaf ndio yenye elimu zaidi na ndio ilikuwa na hikma zaidi. Sitaki kufafanua hapa kwa wakati huu, lakini nataka kufahamu kwamba unapofahamu kwamba umma wa ahlus sunnah wal jamaa, yani wakiwemo ahlul madhahib al-arba'a, maimamu wao na wanafunzi wao, atba'u wao, wote wameafikiana juu ya kwamba madhhab iliyo sahihi na aslam ni madhhab ya as-salaf. madhhab as-salaf, as-salaf ni kina nani? As-salaf ni as-sahaba, as-salaf as-salih. Lazima uwe as-salih, kwa sababu inaweza kuwa salaf ikawa ni talih, watangulizi wabaya. Tunazungumzia as-salaf as-salih, watangulizi wema ni masahaba wa mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam min al-muhajirin wal ansar, na wanafunzi wa masahaba, yani na wale waliokuja baada ya masahaba na waliokuja baada yao, miongoni mwa maimamu wakubwa, aimmatul huda, aimmatud din, waliokuja baada yao
waliokuwa ndani ya zile karne tatu zilizo bora. Hawa wote wanaitwa ni katika, kwa ujumla wao ni as-salaf as-salih. Wale tabi'in, salafu wao ni masahaba, na atba'u tabi'in, salafu wao ni tabi'in na masahaba, na wale waliokuja baada yao salafu wao ni atba'u tabi'in na tabi'in na masahaba wa Mtume Muhammad sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Hawa tuliowataja, hili kundi, haya makundi tuliowataja, masahaba, tabi'in na atba'u tabi'in, wanapokuwa wamesimama katika jambo la dini kwa umoja wao, yani masahaba wakiafikiana katika jambo la dini, jambo la kiimani na kiitikadi, au jambo la kiibada, au jambo la kimuamala, wakawafikiana kwamba ni hivi ndio sawa au hivi si sawa, basi hilo ni hujja, na ufahamu huo ni sahihi. Wanaweza wakawafikiana zikatofautiana ibara, huyu kasema hivi na yule kasema vile, lakini muadda wahid, bado tabani kwamba hiyo ndio haki, na hayo ndio madhhabu ya salaf. Hivyo hivyo wakati wa tabi'in, na wakiafikiana masahaba, basi khilafu itakayokuja baada yao haizingatiwi. Masahaba walishafikiana juu ya jambo fulani, wakaja tabi'in wakaleta ikhtilafu katika swala lile lile, kama ikitokea hivyo, basi ile ikhtilafu yao haizingatiwi. Kinachozingatiwa ni kile walichowafikiana masahaba. Hivyo hivyo waliokuja baada yao. Kwa hiyo ile ijma'i ya masahaba katika masala, ijma' haichanguliwi na khilafu itakayozuka baada yake. Kwa hiyo yale yote ambao wameafikiana masahaba au wameafikiana tabi'in, au masala hayo hayakuwepo katika zama za masahaba wala tabi'in, yakaja katika masala katika zama za aimma al-mujtahidun kama vile al-Imam Malik, al-Imam Abu Hanifa, al-Imam Ibn al-Mubarak, al-Imam al-Auza'i, al-Imam al-Shafi'i, al-Imam Ahmad ibn Hanbal na wengineo waliokuwa katika zama zao na walikuja baada yao. Jambo hili likatokea na wao wakajitazama wakaafikiana juu yake, basi hilo lishikamana nalo kuafikiana nayo itakuwa ni haki, haitazingatiwa khilafu itakayokuja baadaye, na hayo ndio madhhabu ya salaf. Sasa ikitokea baina ya masahaba kuna khilafu, mathalan sahaba mmoja aona hivi na mwingine aona hivi, na hakukuwa na ufumbuzi wa kauli ambayo ni alqaulu alfasil ya kupambanua kwamba hii ni haki au hii ni batil, basi kauli ya mmoja si hujja juu ya mwingine, na yoyote utakayoshika itakuwa ni kauli sahihi ya salaf. Lakini ikikubainikia dalili kwamba hujja iko kwa fulani, pengine sahha alhadithi watamassaka bihi fulani min as-sahaba au min at-tabi'in au min atba'i at-tabi'in, kwamba kauli hii ambayo amesimamia sahaba fulani ndio kauli iliyotiwa nguvu na hadithi ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, lakini hii nyingine ya sahaba huyu ameileta kauli hii, lakini haikuegemea kwenye hadithi au katika nasi ya kisheria kama aya au hadithi, basi kauli hii itaachwa, itashikwa hii ya huyu inashikana dalili. Masaili yako mengi, huu ni msingi tu, lakini furuat katika masaili haya katika mambo ya khilafu, ukiangalia katika masala ya tahara au katika masala ya sala au katika masala ya zaka au katika masala ya muamalat, nikah na vinginevyo, mifano talaq, idda, kama idda ya mwanamke mwenye mimba akijifungua, je, atakaa mwanamke mwenye mimba ida yake kwa kuzingatia kwamba ida itakwisha kwa kuzaa mimba, au atakachoangalia ni aqrabul ajalain kama anavyosema Ibn Abbas? Kwa hiyo tutakachoangaliwa pale ni lile ambalo limeafikiana na ad-dalil na